Bana, siasa zimeka nafasi yake kwenye mitandao na leo tuna Chadema Tundu Lissu ambayo wote tunajua baada ya kumfikia taarifa za G55 kwa kujio na viongozi tofauti wa kanda tofauti, kanda ya Nyasa, kanda ya Victoria, lakini kanda ya kati na kanda ya kaskazini kujiondoa Chadema na kujika pembeni. Sasa tunaambiwa kwamba Lissu atoa tamko akiwa gerezani baada ya kuambiwa wanachama wanahama Chadema. Sasa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu, ametoa ujumbe wa moja kwa moja kutoka gerezani Ukonga ambapo anashikiliwa na tuhuma za uhaini. Katika ujumbe wake uliosambazwa na David Jumbe kupitia mtandao wa X Mei 11, 2025, Lissu amewasalimu wanachama wa chama chake na kuwataka kuendeleza mapambano ya no reforms no election, akisisitiza haja ya mageuzi ya uchaguzi na ratiba mpya kabla ya uchaguzi wa Oktoba 2025. Lissu ambaye alisema atawasili mbele ya safari hivi karibuni, pia aliwatakia heri wale wanaoondoka kwenye chama, akisema wakapambanie wanachokiamini. Hii inakuja baada ya ripoti za maafisa wa zamani wa Chadema kwa maana ya G55 kujiondoa na kusababisha uvumi kuhusu mustakabali wa chama hicho. Kundi la G55 limeanza kuondoka kwenye chama moja baada ya mwingine, huku wengi wao wakisema kwamba chama kimepoteza mwelekeo wa kisiasa. Mfaranyiko huu ulianza baada ya Lissu kuibuka mshindi na kushikilia kiti cha chama kutoka kwa Freeman Mbowe. Kando na migogoro chamani, Lissu anaendelea kukabiliwa na changamoto za kisheria, huku wafuasi wake wakiahidi kuimarisha harakati za kupigania haki. Lissu bado ana matumaini ya ushindi. So hiyo ndio ilikuwa kauli ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo aliyoko Ukonga, magerezani Ukonga, ambako bado anaendelea kushikiliwa na jeshi la polisi, anaendelea kushikiliwa na mahakama kwa kesi ya uhaini. So ametoka na kutoa kauli hiyo kwa wanachama wake. Sasa nikataka niangalie maoni ya watu ni jinsi gani ambavyo wanaliona hili ambalo mpaka sasa linaendelea. Lakini kabla sijaangalia maoni ya watu ambao wanamuunga mkono Tundu Antipas Lissu, lakini pia leo mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo kwa maana ya Godbless Lema, naye alikuwa na mkutano au alikuwa na neno na waandishi wa habari, ambapo yeye kwanza ameanza kwa tolea ngumu hawa G55, huku akiwaambia kwamba Chadema sio chama cha kugawa vyeo, so waondoke hata muda huu. Chadema hatufanyi biashara ya kugawana vyeo, kama hautaki ondoka. Hiyo ndio ilikuwa kauli ya Godbless Lema ambaye ni mjumbe wa kamati kuu ya Chadema juu ya G55 na wale wote ambao wanatangaza kuondoka kwenye chama cha demokrasia na maendeleo. Kuna huyu akasema, Mungu ibariki Afrika na viongozi walio na msimamo yanayojisimamia, wanaoelewa mateso wanaumia kwa kutafuta haki. Mungu mtetee huyu mwamba atoke kwenye mdomo wa simba. Watesi ambao hawataki ukweli wanalazimisha kuingia uwanja ngumi mwenzio umemfunga mikono ili ujichagulie pa kupiga. Hiyo haiwezekani, kanisa tetea kamanda. Lakini huyu mwingine akasema, binafsi namuombea tu mkuu
awe na afya njema na imani yangu atalipita hili. All the best Lissu. Mwingine akasema Mbowe mbona hajatoka? Kuna mnachotafuta nyie na utakuwa mnatafuta kiki ya kuingia CCM. Lakini mwingine akasema ushindi ni dhahiri wala hatuna hofu. Tunakutakia afya njema. Mungu aliyewatoa kwenye matundu ya risasi 17 ndiye Mungu atakaye kutoa huko gerezani. Lakini huyu mwingine akasema mabadiliko yana gharama. Lissu atakinywea vyama vya upinzani vya Tanzania waliovishwa wengi hawakuwa na dhamira halisi ya kuleta mabadiliko, ila halivichukulia kama tegesha vitega uchumi. Ndiyo hao G55, ndoto zao si kushika dola na kuleta mageuzi, ila ni luzuku, ubunge, udiwani, nafasi za upendeleo toka kwa rais, ili mradi washibe. Kwa hiyo Lissu na wanaounga mkono Lissu na muunga mkono. Lakini huyu mwingine wa mwisho yeye akasema wafanyakazi wa serikali wakiwa milioni 10 toa milioni 1 wanaokula nchi na mishahara mizuri, waliobaki tunalia na kodi na wananchi wasioajiriwa na serikali. Hasa ukitoa hapo ni Watanzania milioni 60. Je, Chadema watu 200 wanaweza kuyumbisha watu milioni 40 mpaka 60? Bado CCM tabu iko pale pale. Kinyago wa kuchola rangi lazima ipauke. People's power. Hiyo ndo ilikuwa kauli na maoni ya watu juu ya hiki ambacho kinaendelea kwa Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye yupo gerezani mpaka sasa, ambaye anashikiliwa kwenye gereza la Ukonga. Lakini ukiachana na ya Lissu, tunaambiwa kwamba John Heche, huyu ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yeye amesisitiza kwamba uchaguzi upelekwe mbele. Tupo tayari kushiriki endapo mabadiliko yatafanyika. John Heche yeye akaanza kwa kusema chama hicho kipo tayari kufanya uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Kikubwa uchaguzi usogezwe mbele ili sheria na kanuni za uchaguzi zirekebishwe, ndipo wao waweze kushiriki kukiwa na usalama kwa pande zote. Heche ameyasema hayo jana Mei 10, 2025 katika mji mdogo wa Katoro mkoani Geita alipokuwa anaongea na wananchi katika mkutano wa hadhara katika ziara yake ya kanda ya Victoria. Heche amesema sheria zilizopo sasa zinazosimamia uchaguzi mkuu haziwapi nafasi ya kutangazwa kushinda uchaguzi. Hivyo kama Baraza la Maaskofu Katoliki lilivyo ushauri, ni lazima serikali ikubali kukaa chini na wadau wote wa uchaguzi ili waweze kurekebisha sheria na uchaguzi uwe huru na haki. So hayo yalikuwa ni maneno ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kwa maana ya John Heche, ambaye aliyasema hayo huko Katoro mkoani Geita alipokuwa anafanya mkutano wa hadhara na wananchi wa huko. So katika kuelekea kwenye uchaguzi huu mambo yamekuwa ni mengi sana, yani mbio zimekuwa ni nyingi. Chadema ndo kama hivyo amewekewa ngumu, lakini mimi naamini kila kitu kitaisha. So tusubiri tuone ni kipi ambacho kitatokea kwenye hili.